Ninawakaribisha wapenzi watazamaji ili niweze kuwachanganulia yale yote ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, nikope lako sikio ili niwachanganulie yale ambayo yamejiri siku hii ya leo. Rais batili wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hayupo tayari kwa maridhiano ambayo amekuwa akiitisha na raia wa Tanzania na viongozi wa upinzani wa Tanzania baada ya yeye kuiba uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Mbona mimi ninasema kwamba Samia hayupo tayari kuridhiana na viongozi wa upinzani na wananchi wa Tanzania? Tunajua kwamba mojawapo ya mambo ambayo yaliweza kusababisha maandamano Tanzania ni ukandamizaji wa uhuru wa kujumuika pamoja na kutekwa nyara kwa viongozi wa upinzani pamoja na viongozi wa upinzani kudhulumiwa na serikali. Sasa haya mambo ndiyo yanaendelea kwa hii serikali, licha kwamba waliweza kuiba kura, bado wanaendeleza ukandamizaji, wanaendeleza manyanyaso, wanaendeleza udikteta. Hawataki kuona kiongozi ambaye anapinga serikali, hawataki kuona mwananchi ambaye anapinga serikali, wanataka wale ambao ni machawa kwa serikali pekee. Ninamaanisha nini mpenzi mtazamaji? Siku ya Jumatano tarehe 21 mwaka 2026 Januari, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania walikuwa wanasherehekea siku ya kuadhimisha uanzilishaji wake Tanzania. Lakini unajua nini? Serikali haikuweza kuruhusu hilo. Chadema wakaamua kwamba angalau waweze kusimamisha bendera ya chama chao. Polisi wakatumwa wakaangusha ile bendera ya chama cha Chadema, eti kwamba kupandisha bendera ya chama cha Chadema Tanzania ni kuenda kinyume na serikali ya Samia. Demokrasia ni nini? Demokrasia ni nini mpenzi mtazamaji? Demokrasia ni kipindi ambapo vyama vingi vinaruhusiwa kwenye taifa. Tuko na chama ambacho kimeunda serikali, tuko na chama cha upinzani. Mbona Chadema inapitishiwa mateso? Kipindi ambapo nimeweza kuona kwamba Samia hayupo radhi kuridhiana na wananchi ambao aliweza kuua na wananchi ambao aliweza kuibia kura,
Rais wa wanasheria Tanzania au kipenda rais wa wanasheria Tanganyika, Boniface Mwabukusi ameweza kutoa kauli moto kuelekea kwa hii serikali. Kipindi hichi Samia aliweza kutuma jeshi lake la polisi likaenda kuangusha bendera ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema. Boniface Mwabukusi, rais wa wanasheria Tanzania, kaandika kwamba uhuru wa kujumuika msalabani. Nimetizama kwa mshangao na masikitiko video yenye kutia kinyaa ya polisi mkoani Mbeya wakishusha bendera ya Chadema. Hii ambayo nimekuchezea hapa, mpenzi mtazamaji. Huyu mwanasheria, rais wa wanasheria Tanganyika, anasema kwamba amesikitika mno kuona chama kingine kama chama cha CCM kikifanyiwa madhambi. Bendera yao inachafuliwa, bendera yao inainguliwa. Huu ni unyanyapaa. Akaendelea kusema kwamba nimeshauri siku zote polisi wanaonekana kupenda siasa na kujigeuza wapinzani wa Chadema waende kwa msajili wa vyama wapewe usajili ili wakabiliane na Chadema jukwani, na sera sio risasi. Huyu mwanasheria au kipenda rais wa wanasheria Tanzania anasema kwamba ameweza kuona kwamba jeshi la polisi Tanzania siku zote wanaonekana kupenda siasa na kujigeuza wapinzani wa Chadema. Hebu nikuuliza mpenzi mtazamaji, na kuuliza tu, ni wapi ambapo umeiona polisi wakivuruga mikutano ya Chama cha Mapinduzi Tanzania? Ni wapi ambapo umewaiona polisi wakivuruga mikutano ya CCM? Hakuna. Mikutano ambayo inavurugwa ni ya Chadema peke yake. Sijui kama unanisikia mpenzi mtazamaji. Ni ya Chadema peke yake. Ishara kwamba polisi hawataki kusikia kitu ambacho kinaitwa Chadema, na ndio maana huyu mwanasheria ameweza kushauri polisi, kwa sababu wameonekana wanapendelea siasa, wacha waende wakasajili chama chao cha polisi kwa msajili wa vyama, wapewe cheti, wakuje wakabiliane na Chadema kisera na wala sio risasi. Kaendelea kusema hivi, ni hatari moja kufanya siasa akiwa na bunduki na huku akimiliki silaha na pingu, huku mwingine akiwa korokoroni na kudhibitiwa na ofisi ya msajili wa vyama pamoja na amri zuio ya ajabu ajabu, huku tume hiyo na utume huko polisi, huku wito wa maridhiano. Hatujajifunza, hatujifunzi na hatujajifunza. Ni muhimu kutambua kwamba Chadema ni chama chenye roho saba, hakiwezi kufa. Kimsingi makosa wanafanya polisi, aibu naona mimi. Haki, ukweli, uwajibikaji vitaliponza taifa letu. Huyu mwanasheria unajua anasema nini mpenzi mtazamaji? Ni hatari sana polisi kufanya siasa akiwa na bunduki. Hawa polisi ambao unaona wanashusha bendera ya Chadema hapa, sio ni siasa wanafanya? Mbona anaingua bendera ya chama? Bendera ya chama haijaweza kumkosea chochote. Hii ni aibu, na ikiwa waliweza kutumwa na Samia ni aibu sana. Alafu utapata kwamba hii serikali ndio inasema kwamba waweze kuridhiana na wananchi. Maridhiano yepi ambayo wanataka kipindi ambapo wanaendeleza unyanyapaa kwa viongozi na kwa
vyama vingine. Ona mpenzi mtazamaji, ni aibu sana kuona kiongozi wa taifa ameketi afisini kipindi ambapo kuna kiongozi mwingine yuko korokoroni. Ni aibu sana, na amefungwa kwa jela kwa sababu ya siasa. Ni aibu sana mpenzi mtazamaji, ni aibu sana kupata viongozi wa taifa wakieneza ujumbe wa maridhiano kipindi ambapo wameweza kuliponza taifa. Hawataki haki, hawataki uhuru wa kujumuika, hawataki uhuru wa demokrasia. Sasa wanataka nini? Wanataka utawala wa chama kimoja. Wanataka wakinyamba mtu afurahie. Pole sana kwa kulitumia hilo jina, lakini nimeweza kusikitika mno. Wanataka wakiiba, sisi raia tufurahie. Waliiba wakajiweka madarakani, wakatumia risasi. Tena wanataka kutumia risasi kuzima chama. Maridhiano ni gani ambayo wanataka? Hivi ndivyo walianza mpaka maandamano yakalipuka Tanzania, alafu wakaanza kusema Watanzania walilipwa ndiposa wakaandamana. Wazo lako ni lipi? Unaweza ukamshauri lipi Samia?